Kutoka kaunti ya Nairobi sasa turejee kaunti ya Machakos ambapo Samuel Muthui alimaarufu MC Sanzu kutoka kaunti ya Machakos amekamilisha zoezi la kukumbatia mti kwa muda wa saa 84 na saa 5 asubuhi ya leo. Muthui alikuwa analenga kuwashinikiza viongozi wa eneo la Ukambani kuungana kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Wenyeji wa Machakos waliojitokeza kwa wingi wakiwataka viongozi wao kuzika tofauti zao za kisiasa na kuanza kuzungumza kwa sauti moja. Vilevile wamemtaka Rais Ruto kutambua rekodi iliyotiwa na kijana huyo baada ya kuvunja rekodi ya awali ya Truphena Muthoni aliyekumbatia mti kwa saa 72. Isaac Musyoka anatuarifu. Kuanzia asubuhi ya leo, maelfu ya wakazi walikuwa wamepiga kambi katikati ya mji wa Machakos kushuhudia Samuel Muthui almaarufu MC Sanzu ambaye amekuwa akikumbatia mti akikamilisha zoezi la saa 84. Ni kusalute this young boy from Ukambani. He's done wonders. He's a hero. Today we celebrate him. Ameenda for 84 good hours na akatupatia bonus ya kujileta hospitali yeye mwenyewe despite kukua na ambulance ilikuwa imemngojea. Kijana wetu ni shujaa. Alikuwa on a mission ya kushikanisha Ukambani. Huyu Truphena aliwakilisha wanadada. Hapa kwetu tunasema boy child anaumizwa sana. Kwa hivyo ombi letu ni moja, na takwa letu ni moja, kwamba boy child adhaminiwe. Huyu ndio wa kwanza ulimwengu mzima kufanya jambo kama hili, kukumbatia mti kwa masaa 84. Kwa hivyo tunasema hivi, akuwe recognized, awekwe kwenye Guinness Book of Records na atambulikane. Na mara baada ya kuvunja rekodi yake, kijana huyu alitembea akisindikizwa na umati wa wananchi hadi katika hospitali ya rufaa ya Machakos kufanyia ukaguzi wa kiafya na kupokea matibabu. Lengo kuu la kijana huyu kukumbatia mti lilikuwa kushinikiza umoja baina ya jamii ya Wakamba. Wakazi hao wakiongozwa na mwenyekiti wa huduma wa bodaboda katika kaunti ya Machakos Alan Musembi na mwanamuziki Chris Ndonye waliwataka viongozi Ukambani kuzika tofauti na kuungana pamoja, hasa kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Kwa viongozi wetu ni changamoto kutoka kwa kijana mdogo kama huyu. Kama amesimama kwa sababu ya tusikizane, tupatane, tuelewane. Kabla aanze hii mambo ya kushikilia mti, ishara ya kukanisha Wakamba, aliniita kwanza tukawa na meeting. Na akanielezea kiini asa cha kwa nini ameamua kushikilia mti. Akaniambia ni kwamba anataka kuunganisha jamii ya Wakamba. Tumevunja rekodi zile zimewekwa awali. Maana hakuna mmoja ameenda 84 hours. Hakuna mmoja ameenda. Ni hapa Ukambani. Na kwa hivyo hii ni kutuonyesha ya kwamba Kamba community or else Wakamba tunaweza. We are able. So tuige hiyo mfano na tunjiamini kabisa. That is my call to the community of Ukambani. Hata hivyo walimtaka Rais William Ruto kutambua rekodi mpya iliyotiwa na kijana huyu baada ya kuvunja rekodi iliyokuwa imewekwa na mwanamazingira Truphena Muthoni ya masaa 72. Na pia nitoe wito na ombi kwa rais wetu. Kesho tunajua unakuja Machakos kuzindua nyota. Tunakuomba zawadi za kwanza utakazopea wanarika, mkumbuke huyu shujaa ambaye ameweka rekodi leo. Ukija kesho, in short we are saying he set his record. We ask and plead with you so that you may just recognize our own brother. Maana he has achieved the goal. Achieving 84 hours hanging a tree is not a joke. Awali MC Sanzu alilalamika mashabiki wake kufurushwa na maafisa usalama mjini Machakos na kumwacha upweke bila yote kumfariji. Ni maskari hapa wanasumbua watu wale wanakuja tukaa na wao hapa. Maskari wanasumbua watu. Watu wako hapa na mimi na wanawaambia waende. Sasa nawauliza, sasa mbona mnawaambia waende na niko na wao hapa? Wakienda nitaachana na nani hapa? Isaac Musyoka, Undugu TV.